Jina la samaki nguruka limetokana na eneo wanakotoka huko kijiji cha Nguruka mkoani Kigoma, ambao ni jamii ya perege ambao huandaliwa kwa kukaangwa na mafuta ya mawese kisha kuwekwa chumvi nyingi kwa ajili ya kuhifadhiwa ili wasiharibike. Samaki hawa huzalishwa katika mikoa ya Dodoma, wilaya ya Bahi, Nyumba ya Mungu mkoani Kilimanjaro, ikiwemo pia mikoa ya Kagera na Singida. Leo Undani wa Alasiri umefika katika soko kuu la Chifu Kingalu mjini Morogoro, ambako kila kukicha matenga ya samaki aina ya nguruka wamekuwa wakimiminika kutokana na kuwepo kwa soko kubwa la samaki hao. Wafanyabiashara wa samaki hao aina ya nguruka katika soko hili wanaelezea hali ya biashara ya samaki hao ambao kwa wastani wa matenga kati ya 29 hadi 35 huingizwa sokoni hapo. Na biashara yangu ninayofanya ni nguruka. Hizi nguruka ni samaki zinazotengenezwa na mawese pamoja na chumvi. Asili ya nguruka yenyewe ni kutoka Kigoma. Lakini hizi samaki watu wengi zinawashangaza. Kwa nini zinawashangaza? Hizi samaki ni perege kama perege nyingine, ila jina la nguruka limetoka kutokana na samaki hizi asili zake limetoka Kigoma, lakini katika kijiji kwa kipindi hiko kilikuwa inaitwa kijiji cha Nguruka. Kwa hiyo jina lile mpaka sasa linaendelea hivyo. Kwa hiyo mtu akija hapa anaulizia ataka nguruka. Kwa hiyo mpaka sasa jina maarufu ni nguruka. Na hawa mara nyingi wanapatikana katika mkoa wa Morogoro tu katika masuala ya matumizi ya chakula. Yaani wanapatikana mkoa wa Morogoro. Ukienda mikoa mingine ukiulizia nguruka hakuelewi. Kwanza hawajui kama nguruka ni kitu gani. Lakini kwa wakazi wa Morogoro, hususani katika wilaya ya mjini pamoja na wilaya zingine zote, wanatumia sana nguruka. Hawa nguruka wanapatikana madukani. Ukienda duka lolote hapa katika maduka ambayo ya pembezoni za mji, ukienda dukani tu ukiulizia nguruka utampata. Na vile vile kwa sasa changamoto ambayo tunaipata kwa upande wa nguruka, yani maana yake hii biashara sasa ukubwa wa nguruka umepungua sana. Hapo zamani wakati wanaanza nguruka zilikuwa kubwa sana. Yani hususani upande wa ukubwa ulikuwa kubwa sana. Sasa hivi nguruka ni aina ya samaki perege ambao kipindi cha mwanzo kabisa kwanza zilianza nguruka kule Kigoma. Baada ya kuanza kule Kigoma, kwa sasa hivi zimeadimika Kigoma. Kwa hiyo kuna mabwawa tofauti tofauti yanatoa samaki hii. Na hii samaki aina ya nguruka jina ile nguruka litokana kwa sababu ilitoka kwenye kijiji kimoja ambacho kinaitwa Nguruka huko Kigoma. Na samaki hii ni samaki ambayo inakaa kwa muda mrefu, labda zaidi ya miezi 3 kwa sababu jinsi ya maandalizi yake. Hii samaki aina nguruka imesindikwa kwa chumvi, imekaangwa kwa mawese kisa inasindikwa na chumvi. Chumvi hii inafanya nguruka isiharibike, samaki isiharibike. Kwa hiyo hii samaki kisha inapakiwa inaletwa hapa mjini Morogoro. Ikishafika hapa mjini Morogoro, wakazi wa Morogoro wanaipenda sana nguruka. Na ni Morogoro na vijiji vyake vyote, Kisaki, wapi, wote wanakuja hapa kuchukua mzigo. Samaki wakishachukua wafanya biashara wa kule wa vijijini wanakuja wanachukua, wanaenda wanauzia watu wa kule. Kwa hiyo sisi wateja wetu wakubwa wa nguruka ni wafanya biashara wadogo, wengine wa madukani, wengine wakina mama wajasiriamali wanatembeza huko mtaani, wakishachukua wanaenda wanatembeza. Kilimo cha zao la mkonge kinatajwa kuwa chanzo cha samaki hao aina ya nguruka kupata soko mkoani Morogoro, ambapo Hamisi Kayanda, mtumiaji wa nguruka, anasema ni samaki ambaye hahitaji maandalizi ya muda mrefu. Wakata mikonge walikuwa nawapenda kwa sababu hawa unaowaona ni hapa walipo walishaiva. Unaweza kumchukua nguruka hapa alipo, akitoka tu hapo unaweza kumpeleka kwenye moto kambabua ukala na ugali.
Kwa hiyo wakata mikonge walipenda kwa sababu hakuna mzunguko ule wa kupika, sijui utafute nyanya na nini. Lakini haimaanishi kwamba huwezi kupika kwa kutumia nyanya. Kama nilivyosema, hawa ni perege wa kawaida. Unaweza ukawarosti kama samaki wengine tu, kama wengine. Lakini lazima uzingatie kupunguza chumvi kwa sababu tunawasindika kuweka chumvi nyingi kwa sababu ili wasiharibike. Hapa walipo wanaweza wakamaliza hata miezi 6, miezi 5, inategemea na jinsi tulivyowasindika. Nikataka kufahamu zaidi kwa walaji hawa wa samaki na wauzaji, kwa nini samaki hawa wamekuwa wakiwavutia zaidi walaji kuliko samaki wengine wanaopatikana mkoani Morogoro, na haya ndiyo yakawa majibu yao. Natoka Kigoma, Mwanza, huko ndo wanapotoka kuja kwetu hapa Morogoro, na matumizi yake kwa ajili ya kuchoma kama hivi unavyoona nimechukua hapa. Mimi naenda kwa ajili ya kuchoma na pamoja na kachumbari. Kesho hao ni wengi, kesho nitaweza kutumia kwa ajili ya kuungwa na nazi, nao pia wanakwenda vizuri tu nguruka. Na kuna wengine nguruka hivi vile kuchukua hapa, ameweka ugali anaweka katikati pale ya nguruka, safi tu, unakwenda vizuri tu na ugali. Na sisi kwa kweli haitusumbui, ni nzuri na tunapenda kabisa. Na hii wanasema kitaalamu wanaweka labda kwa ajili ya samaki yule aweze kufanya nini, kuweza kutokuwa haribika. Lakini niseme hii chumvi sisi haitusumbui, na hata nikienda hivi sio kusema kwamba nitaenda nitaitoa chumvi yote, labda tu ni katika kuosha kidogo. Baada ya hapo basi, na hii chumvi yenyewe ndo ladha yenyewe nzuri kabisa kufanya. Kwa hiyo nguruka kwa kweli ni samaki nzuri, kwanza ina budget. Hata ukiwa na familia kubwa, ukichukua nguruka wako wa shilingi 2,000 ni mlo wa kutosha, kwa sababu nguruka mmoja mtu anaweza akala na kashiba. Kwa hiyo nguruka ni samaki ambayo inabana budget kwa watu wenye familia, na pia ni samaki yenye testi nzuri. Hata ukiwa una homa, ukitaka kula nguruka, choma nguruka wako, kata kachumbari pembeni, utakula, utajisikia vizuri, utapata hamu inaleta testi ya kula, unakuwa na hamu ya kula. Kwa hiyo nguruka ni samaki nzuri sana ambayo inapatikana hapa Morogoro.